Ni ushindi mkubwa hata zaidi, haswa kwa seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna na vuguvugu lake mzima la Linda Mwananchi. Hii ni baada ya wananchi wengi kutoka eneo la Nyanza, eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likiunga mkono chama cha ODM, kuamua kuungana naye baada ya vurugu kushuhudiwa katika kaunti ya Homa Bay siku ya Jumapili wiki hii, jambo ambalo limekuwa likikemewa vikali. Ni pigo kubwa kwa gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga, ambaye ni mwenyekiti wa kitaifa haswa katika chama cha ODM, kwa kupoteza umaarufu wake wa kisiasa na wapiga kura wake katika eneo la Homa Bay, tuseme Nyanza region, wale ambao wamekuwa katika mstari wa mbele kwa muda mrefu kuunga mkono chama cha ODM, kuamua kumuruka kisiasa na kuungana na Edwin Sifuna. Naomba tusikize baadhi ya sauti ya wana ODM kutoka kaunti ya Homa Bay anakoongoza Gladys Wanga, kwa sababu haya yanaenda kuunda msingi haswa kwa yale ambayo tunaenda kuzungumzia kwa kanda hii. Tusikize. Mimi naitwa Oriatibim, na sasa kama ni siasa ya address tutaisema by force, na tutaogopa kuambia huyu mama mwenye anaitwa Gladys Wanga hakuna bene unaweza organize. Sisi ni Wajaluo wenzako, hatukwenda Homa Bay kuchukua shamba ya Gladys Wanga, hatukwenda Homa Bay kuchukua nyumba ya Gladys Wanga. Kwanza nataka kuambia DCI, saa hii mungekuwa mshashika Gladys Wanga pamoja na huyo bwana yake huyo Pondo Kaloma, hakuna venye wanaweza organize eti watu wameenda Homa Bay eti wauliwe. Tuliua nini? Tulikula ya nini ya mtu? Tulikula nini ya mtu? Kama sio Babu Wino, Sifuna, Orengo, Ososi wote wangekufa. Na ni ukweli, tulikuwa hapo na tuliona venye kila kitu ilikuwa inafanyika. It's very sad that Luos are being misused by Gladys Wanga and Opondo Kaloma. What people did to us is uncalled for. Na ni kama Gladys Wanga ulikuwa unajaribu kuweka mkono yako kwa matako ya Sifuna, unajaribu kuweka mkono yako kwa matako ya Babu Owino, unajaribu kuweka mkono yako kwa matako ya James Orengo. My friend, hapo penye umeenda ni red light, hapo ni no go zone. And we are telling you Gladys Wanga, what you have done, the properties ya Linda Mwananchi umeharibu, we will not forget and we will revisit. And it has now come to us that Gladys Wanga, acha kujigamba bwana. Kwanza Homa Bay ni kama Yemen, ni kama hakuna chenye umefanya na unatafuta guns. Kwanza where did those people get guns? Hizo bunduki walikuwa nazo walitoa wapi? Where did the civilians get the tear gases? Alafu nawapea mapanga ukuja watukate. But we thank God, Mungu wetu ni nani? Kuna wenzetu wameumia, tunawaombea na Mungu alitulinda. Usitishwe na raundi mpaka Ikulu. God bless you, God bless Kenya. Umesikiza hizo sauti ya wana ODM kutoka kaunti ya Homa Bay, wameungana na Linda Mwananchi. Umesikiza vile wanazungumza. Wengi wao wamesema Wanga na Peter Kaluma, ambaye ni mbunge wa eneo bunge wakilishi la Homa Bay Town ama mjini ukipenda, wamekuwa wakiwatumia jamii ya Luo vibaya, na sasa hawatatumika tena kisiasa baada ya Wanga kuwa na nia vile inadaiwa ya kuwaua akina Sifuna, Orengo na Babu Owino. Nataka sasa tuchanganue kwa undani haya yote yanamaanisha nini haswa katika chama cha ODM, wakati Wajaluo sasa wameamua kuunga mkono Edwin Sifuna na kumuruka Gladys Wanga na chama hicho kukiura cha ODM. Lakini kabla nizame kwa undani, shukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kana, tukabidhi like, kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe, naomba tukaweze kusubscribe. Karibu ili tuzame kwa undani. Nataka sasa tuchanganue kwa undani kwa nini Wajaluo wamehama kutoka chama cha ODM. Sababu ya kwanza, ODM inaunga mkono serikali jumuishi ambayo inaongozwa na Rais William Ruto. Kivipi sasa? Kwa muda mrefu sasa ODM ni chama ambacho kimekuwa na msimamo mkali, msimamo imara wa kisiasa, hasa kutetea haki za Wakenya. Na sasa kuna wale wanapenda tumbo zao kila wakati, ambao tunasema ni kulinda matumbo,
wakiwemo Oburu Odinga, Gladys Wanga, Peter Kaluma, Junet Mohamed na wengine wengi ambao sasa hivi wanaimba kwamba ni 2 term katika uchaguzi ujao wa 2027 kwa kile ambacho wanasema ODM wameshirikiana pamoja na chama cha UDA, jambo ambalo limewakera wafuasi wengi wa chama cha ODM na kuwa na mtazamo tofauti kwamba Sifuna ndiye kipenzi chao cha kisiasa cha kutetea haki za binadamu, haki za Wakenya, na kuamua kuungana naye kabla ya uchaguzi ujao wa mwaka ujao wa 2027. Sasa wameamua hawataweza kuendelea kuwa katika chama kile cha ODM. Kumbuka siku ya Jumapili ilikuwa siku hatari sana, haswa kwa mkutano wa Linda Mwananchi katika kaunti ya Homa Bay, wakati tuliona maafa yakishuhudiwa, jambo ambalo limekuwa likikemewa vikali wakati Edwin Sifuna walipopeleka siasa zao katika kaunti ya Homa Bay. Tukashuhudia vurugu hapa na pale, wengine kujeruhiwa, wengine kuuawa, jambo ambalo limekuwa likikemewa sana. Haya yote ndio yamesababisha watu kugura chama cha ODM na kuungana na Edwin Sifuna. Namba 2, kwa nini wameamua kuungana na Edwin Sifuna? Namba 2 ni vurugu za Homa Bay. Sasa najua hata sisi tunashangaa ni kipi ambacho tutasema, wakati unajua kila Mkenya anataka amani. Kila Mkenya anataka amani. Sasa hivi tunapokaribia uchaguzi ujao wa 2027, na hata sisi tunaimba amani, hatutaki kuingia kwa mitego mingine ambayo inaleta shida na changamoto za hapa na pale. Sasa wakati Sifuna na kikosi chake walienda katika kaunti ya Homa Bay siku ya Jumapili hii, tuliona nusura wauawe kupitia wahuni ambao ni goons, ambao inadaiwa waliweza kutumiwa na gavana na mbunge mwingine hapo Opondo, na vile watu wengine walikufa. Tuliona 4 wamekufa, akiwemo afisa wa polisi, wengine kujeruhiwa zaidi ya 50, wakapelekwa katika hospitali mbalimbali ili kupokezwa matibabu. Haya yote yanasababisha chama cha ODM kukataliwa, na wametangaza sasa kuungana na vuguvugu la Linda Mwananchi ambalo linaongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna. Kumbuka kwa muda mrefu Sifuna alikuwa anatembea na Raila Odinga, na hakuna siku viongozi hao wawili hayati Raila Odinga na Edwin Sifuna walikosana kisiasa, ila Wanga na Kaluma hawataki Sifuna kwa kile kinasemekana Sifuna aliweza kukataa kuingia katika serikali jumuishi, jambo ambalo huenda liliweza kuwakera sana viongozi hao ambao wanaimba 2 term. Lakini sasa hayo ndio yanaendelea hasa katika sekta ya siasa, na chama cha ODM kimepoteza umaarufu wake. Chama cha ODM hata wakati uchaguzi ujao utakafanyika, hakuna yeyote ambaye atakuwa na interest ya kutaka tikiti ya chama cha ODM. Unajua wakati Raila Odinga alipokuwa na uhai ama alipokuwa katika sekta ya siasa, wengi walikuwa wanaweka hata magoti chini kupata tikiti ya chama cha ODM, kwa sababu ukipata, kuna maeneo mbalimbali humu nchini, ngome za zile za ODM, ukipata tikiti wewe anza kujihesabu wewe ni mbunge, anza kujihesabu wewe ni gavana, wewe ni seneta, wewe ni mwakilishi wodi, wewe ni mwakilishi wa kina mama. Lakini sasa hivi 2027 hakuna yeyote ambaye atakuwa na mtazamo wa kuendea tikiti ya chama cha ODM, kwa sababu wamepoteza umaarufu kufikia sasa, na kuna ambao watachaguliwa zaidi ya 10 katika bunge la kitaifa. Subiri utaona mabadiliko makubwa hasa katika chama kile cha ODM. Hapo ndipo siasa za sasa hivi zimeweza kutufikisha, lakini hata sisi tunaomba amani katika taifa letu la Kenya, na tudumishe amani kwa sababu hatuna Kenya nyingine ya kuenda, na tuheshimu viongozi wale ambao wako mamlakani. Lakini wale ambao wanatumia vijana kuleta vurugu, kuleta mauaji, kuleta vita hapa na pale, wanastahili kujitenga na masuala kama hayo, kwa sababu hayana msingi wowote wa kujenga katika taifa letu la Kenya. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapa. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Na naomba msamaha kwa sababu hii kanda nimeileta kwa njia ya audio, niko mahali fulani sasa, inabidi nikaweze kuileta kwa njia ya audio. Nikirejea kwa studio wakati ule unaofaa, tutakuwa tunawaletea taarifa hizi kemkem kwa picha
vile tunafanyanga. Kwa hivyo sambaza hii kanda kwa grupu 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook, ili tuendelee kujenga kituo hichi chetu cha Omo Kenya TV. Asanteni sana.